Na wakati unakuwa nami Mwanaisha Lukali, begi kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati. Mbele yangu niko na mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, Hamis Kabwe, mzee wa shushu. Ndo wakati wake sasa. Mzee wa shushu, uko vizuri? Nipo vizuri. Heri ya mwaka mpya. Pamoja na wewe ndugu yangu. Heri ya mwaka mpya pamoja na wewe. Ndio. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Maisha yanaendelea. Kama wewe una furaha, basi endelea kumshukuru Mwenyezi Mungu ndugu yangu. Alhamdulillah, furaha iko tele. Kabisa. Mzee wa shushu, moja kwa moja kwanza tuingie kwenye tetesi za usajili ambazo kwa hivi sasa zimekuwa gumzo kweli kweli, ni kuhusiana na kiungo Clatous Chota Chama kurejea ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Hili limekaaje, na pengine kama ni kweli Chama anaenda kurejea ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ni faida kwa wekundu wa Msimbazi Simba ama wameangukia pua katika usajili huu? Kwanza tetesi zilizopo ni kwamba ni kweli. Unajua usajili wa timu za Bongo upo hivi. Usajili wa timu za Bongo haufanyiki na tuseme na management nzima ya klabu. Kwa mfano labda wenzetu kuna mtu anaitwa technical director. Ndio. Kuna mtu anaitwa CEO na kuna ile cabinet nzima ya kiufundi na benchi la ufundi. Kwetu sisi kuna kamati za usajili. Hizo kamati za usajili zinaundwa na watu kidogo wenye nguvu kiuchumi. Kwa hiyo inawezekana Mwanaisha Lukali wewe kwa sababu ya fedha ulizokuwa nazo ukasema ngoja nimtafute mtu fulani, mchezaji fulani mbona mzuri, nimpeleke pale kwa wenzangu. Wenzangu akimpitisha fresh, si mnavyo. Sasa kwa taarifa nilizokuwa nazo mimi ni kwamba kuna moja kati ya kiongozi ambaye kiuhalisia ana nguvu kidogo kwenye klabu ya Simba. Yeye ndio amependekeza issue ya Chama kufanya nini? Kurudi. Na anapush sana hilo dili kwa nyepe nilizozipata na upekupeku ambao nimeufanya. Sijui mnaelewa vizuri kwa hiyo anajaribu kupush hilo dili kufanya nini? Kurudi Simba, kwa sababu anaamini kwamba Chama bado ana uwezo mzuri wa kuja kuitumikia Simba Sports Club na wakaweza kufanya vizuri. Na akaweza kufanya vizuri tuseme Chama mwenyewe. Lakini pili, taarifa zilizopo anaondoka mtu kama Jean Charles Ahoua. Jean Charles Ahoua ni kiungo mshambuliaji ambaye anahitajika na klabu ya Raja Casablanca. Hizi bin na uhakika nazo kabisa. Lakini kama itoshi pia kuna klabu zingine kutoka Algeria pia zinamhitaji Jean Charles Ahoua. Lakini ndani pia bado haonekani kama ana impact. Yaani mchezaji fulani ambaye anabebwa na numbers lakini bado sio kipenzi cha watu. Kwa hiyo Simba bado wako wanajaribu kuchakata ofa ya Jean Charles Ahoua. Kama likifikiwa dau ambalo wanalitaka waweze kumwacha. Sasa replacement yake ni nani? Ndio watu wanamwangalia nani? Chama. Kitu ambacho sasa kwa maoni yangu mimi ukiniuliza Simba wakirudi kwa Chama nitakujibu ya kwamba watakuwa wamefeli. Watakuwa wamefeli kivipi? Sio kwa sababu Chama ni mchezaji mbaya. Chama ni mchezaji mzuri na hata alipokuwa Singida Black Stars amefanya vizuri. Swali la msingi ambalo tunapaswa kujiuliza mimi na wewe Mwanaisha Lukali na mtu ambaye anatuangalia hivi sasa na shabiki labda wa Simba ni kwamba kwa nini Simba walikubali kumwachia kirahisi Chama akaondoka, na kwa nini Simba wanaweza wakakubali kirahisi Chama kurudi Simba Sports Club? Lakini tujiulize, ni kweli Simba Afrika hii wamekosa kiungo mwingine ambaye anaweza akaja akavaa either viatu vya Chama ama akawa zaidi ya Chama ama akafanya tofauti labda na Chama? Tujiulize mimi na wewe, Afrika hii ilivyokuwa na utitiri wa vipaji, Afrika hii ilivyokuwa na wachezaji mafundi wazuri wenye uwezo, tujiulize ina maana Simba watakuwa wamefeli kwenye eneo hilo kumrudisha mtu ambaye ana miaka 30 plus kuja kuichezea tena klabu yao, na huko nyuma tayari kaishafanya makubwa. Ni alishageuka kuwa kipenzi cha mashabiki wa Simba. Simba vizuri. Kuna kipindi ilibidi mashabiki wa Simba walimu walikuwa wakija pale wawaambie kwamba waingie kwenye mfumo wa Chama. Yaani sio Chama kuingia kwenye mfumo wa mwalimu, ni walimu kuingia kwenye mfumo wa Chama. Kwa hiyo unaona alikuwa ameshakita mizizi. Unaiona nafasi ya Chama moja kwa moja katika kikosi cha mwalimu Steven Becker? Hilo itakuwa ni ngumu kujibu kwa sababu yeye ndio mwenye maamuzi ya mwisho. Kwa sababu yeye ndio mwenye mwalimu, yeye ndio kiongozi wa benchi la ufundi. Itakuwa ni ngumu kuweza kujibu, lakini kiuhalisia kwa klasi aliyokuwa nao Chama anaweza kwenda kuivusha Simba katika hatua ya robo finali. Ni ngumu. Simba wakati Chama yupo Simba, Yanga alichukua ubingwa mara 3 mfululizo. Chama alikuwepo. Simba vizuri. Yaani sioni ni sababu gani ya msingi ambayo inaweza kanifanya mimi niamini kwamba Chama akirudi Simba
anaweza ndo akawa chachu ya Simba kuchukua labda ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, anaweza akawa chachu ya Simba kufanya vizuri kwenye mashindano ya CAF Champions League. Sioni mimi hiyo sababu ya msingi, ila ninachokiamini mimi ni kwamba Chama ni mchezaji mzuri. Chama anaweza akaja akaongeza depth ya kikosi na akaongeza kitu kwenye club, of course, kutokana na klasi aliyokuwa nayo. Ni mchezaji mzuri, IQ yake ni kubwa ya mpira wa miguu. Muone moja kati ya mapasa wazuri, ana uwezo wa kupiga zile pasi za mwisho kwa ufasaha zaidi, lakini ana add value kwenye eneo la kufunga magoli. Simula vizuri. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri kwenye eneo hilo. Lakini pia nimeona Simba wamemchukua bwana mdogo Bright Anukani. Mganda huyu ambaye alikuwa Vipers, muone akaenda KCCA. Sasa angalau kidogo anaweza akanishawishi kwa Bright Anukani kwa sababu ana umri wa miaka 25 na wafahamu Waganda. Umeona ni nchi ambayo inawatengeneza wachezaji wake vizuri sana kuanzia huku chini, umeona. Lakini kama haitoshi pia ni mzuri kwenye kufunga. Yaani ni moja kati ya viungo washambuliaji ambao wana uwezo wa kufunga. Kwa hiyo hata akiondoka Jean Charles Ahoua, ukimpa nafasi labda Anukani na akaja akafaulu, inaweza ikawa ni kitu kizuri zaidi, na ukizingatia na umri wa miaka 25, kwa hiyo bado mdogo. Kwa hiyo kwenye eneo hilo mimi naweza nikawaelewa. Lakini kwa Mwamba Lusaka Chama, yes, anaweza akaja akafanya vizuri, lakini sioni future huko mbele. Na sijui kwa nini Simba watakuwa hawafikiri kuhusiana na future. Na sio mbaya kumrudisha mchezaji ambaye labda aliwahi kupita kwenye club. Sijakataa. Sio mbaya, sio vibaya. Sijakataa. Lakini unaanza kujiuliza maswali magumu ambayo yana majibu ya kwamba Simba kweli wamefeli kwenye scout. Ina maana kipindi ambacho Chama hayupo wameshindwa kupata replacement yake. Sasa ndio unaanza kuamini ina maana viongozi kweli hawafanyi kazi yao kwa ufasaha. Lakini kama itoshi, ameondoka hapa Luis Jose Miquissone. Simba bado wana struggle pia kupata tena winga ambaye ana quality ile. Kwa hiyo maana wanafeli Simba kwenye eneo la scout. Ndio maana wanahaa kurudisha wale wachezaji, kwa sababu tumesikia pia issue ya Enoch Inonga Baka. Tumesikia tena issue ya Luis Jose Miquissone. Alafu tena unasikia tena issue ya Chama. Uongozi umefeli kwenye eneo hilo la scouting. Kweli wachezaji wamekosekana Afrika hii. Mbona wachezaji wapo wengi? Si mla vizuri. Kwa hiyo ni maswali magumu ambayo ukijiuliza unakosa majibu. Ndio unarudi sasa kwa mashabiki wa Simba ya kwamba uongozi wao inawezekana kuna eneo unawafelisha. Kwa hiyo huo ndio uhalisia. Huo ndio uhalisia. Kabla tumalizie, panga linapita kwa nani kidogo? Mashaukali. Nimekupa story nzuri tu hapa. Akiuhalisia kwa panga kwa jinsi ambavyo lilivyo, panga linapita kwa wachezaji wengi sana kwa taarifa nilizokuwa nazo mimi. Kwanza wengi watakuwa ni wazawa. Umeona panga litapita kwa Wesu kama atofanya vizuri kwa taarifa nilizokuwa nazo mimi. Lakini panga pia litapita kwa kina Mzamiru Yasini. Umeona lakini kama haitoshi pia nimepata taarifa kwamba Kibu Denis Prosper, umeona amepata ofa nyingi kutoka nje, kwa hiyo inawezekana akaondoka. Umeona lakini pia kuna taarifa pia za Nio Maema kuissue ku terminate contract. Umeona mkataba wa mwaka mmoja ule. Lakini pia kuna taarifa ya wachezaji wengine kutoka kwa mkopo, mchezaji kama Ladak Chasambi, umeona lakini pia kama haitoshi, umeona wachezaji kama mwingine, mchezaji ambaye nimesikia kwa taarifa za haraka ni Joshua Mutale. Kama mwalimu hatoridhika naye akipendekeza aachwe, anaweza akafanya nini? Akaachwa. Kwa hiyo mwanga utatoka zaidi kwenye mashindano ya Mapinduzi. Shukrani sana wakala wa Kante. Achana na mimi baba.